Sema amina. Rudia tena. Shalom kanisa. Shalom dadi. Shalom mami. Kipekee napenda kumshukuru Mungu. Kwa kweli nimetoka mbali. Mbali sana. Lakini aliyenisimamisha ni Mungu pia na babangu wa kiroho. Ni Mungu. Mpe Yesu makofi alifanya nini Yesu kwako? Mungu, ugonjwa wangu ulianza kichwa na mgongo, ila mimi nilikuwa napuzia. Kichwa na mgongo. Ndio. Nikaenda hospitali ya kwanza hapo Kimunyaki Ngaramtoni. Ukaenda hospitali ya kwanza hapo Kimunyaki Ngaramtoni? Nikapimwa wakaniambia malaria. Nikawaambia nipeni dawa niende nimeze nione vile nakaa. Wakaniambia sitakupa dawa but nitakudunga sindano 8 kila jioni na asubuhi nitakujia sindano. Nikamaliza unafuu sioni. Haijatosha, naona kama ugonjwa ndio umeuchokoza. Nikaenda hapa pamoja. Ukaenda pamoja? Wakanitundika drip ya maji na sindano 5. Haikunisaidia. Haikusaidia. Nilivyorudi sikumaliza sindano. Nilivyorudi jioni usiku, sijui kilichoendelea usiku huo. Sasa ni maelezo ya mama mzazi pia na sister na dada. Baadaye kurudi. Yaani ulichanganyikiwa? Nilichanganyikiwa. Si kuchanganyikiwa, ni kama nishakufa. Maana macho ilikuwa nyeupe kama ile rough paper, ile mtihani ilikuwa ni nyeupe kabisa. Usiku saa 8 za usiku, mama nilikuwa natupa kodi sindano za masaa mkononi. Mama akageuka, maana nakuaga na roho ya kulala na lalia labda hiyo sindano. Kugeuka, kumbe nilishakufa. Ulishakufa? Nimekufa kimwili lakini kiroho sikufa. Nilichange kabisa, yani macho ilikuwa nyeupe. Mama akaamka usiku kukimbizana, twins wangu akaamka kwenda kuita kakangu mkubwa, akamwambia Helen anaumwa. Macho imekuwa nyeupe. Ndio nikakimbizwa. Kumbuka ni maelezo ya dada na mamangu mzazi. Ilikuwaje dada? Alichanganyikiwa, alipoteza, alikuwaje kwa dada? Alikuwa haongei. Ilifika saa 8 mama na simu. Mama anamulika kwa simu kitandani. Kumwangalia macho imekuwa nyeupe. Alafu amefunga kauli. Ndio akakimbia wakamchukua kakangu akaja kupeleka yani ni ICU. Kwa hiyo wewe ndio ulitoka Nairobi sasa mkaja kupambana kuleta picha kanisani. Alipelekwa Jumatano saa 8, Alhamisi akaingizwa ICU, Ijumaa nikafika. Ukafika hapa. Ndiyo. Ukafika na nguo na picha. Ndiyo. Baada ya hapo mkaenda kumchukua ICU mkamleta hapa. Nilipeleka picha, nikasimama kwa imani, akaongea. Ulimpelekea hiyo picha? Niliyeiombea hapa akiwa ICU. Akapata neema. Ndio. Sijui kama kuna watu wananielewa. Baada hapo ndio mkaanza kumtoa mkamleta hapa. Nakumbuka mmeleta hawezi kusimama naenda hivi. Anapepesuka hivi. Sasa hiyo siku tumemleta alivotoka ICU, maana mimi ndio nilipeleka picha, nilificha. Ulificha picha? Kwa pani. Niko na kwa pani. Kakaangu akaniambia usilete, tulipofika nani hapo getini Celia, niambia story, usilete taarifa yoyote mbaya, kunikemea ili nivunjike moyo. Mimi nikamwambia kakaangu, walijua tayari amekufa. Natazama mbingu. Elena natembea na upako. Nikatembea na naingia na upako. Ukaingia na upaka ICU. Wale wanalia. Wewe unasema hakuna kufa hapa mtu. Si kama kuna watu wanaona ng'ambo ya pili. Ninatamka hakuna kufa, sema amen. Tumetoka ICU ilikuwa Jumatatu. Jumamosi nilienda ICU, Jumapili nikaja ibada nikaleta nguo nyingine, Jumatatu nikaenda, Jumanne huyu sasa ulimi ilikuwa imeshikana, tuseme amekufa. Ulimi imeshikana, akaanza kuzungusha ulimi. Jumapili ulipofika na nguo yake, macho yakaanza kufunguka. Ninatamka kila kilichokufa kitanyanyuka sasa. Kila kilichokufa kitafufuliwa. Baba siku Jumanne niliingia, akaniambia dada, maana ilikuwa nimeshajenga urafiki na wale watu wa ICU. Kidogo tu nakimbia, kidogo naingia, sizuiliwi. Nilipoingia akaniambia dada, twende nyumbani. Baba, nililia ile machozi ya furaha, nikasema Mungu, sina cha kukupa. Mmeruhusiwa mnakuja nyumbani? Hatukuruhusiwa. Nilienda ndio nikamkuta, ndiye ananiambia dada, twende nyumbani. Anaongea. Alikuwa haongei. Tukakaa. Sasa huyu ndiye akapata ufahamu kwa ICU. Nikaenda nikawaambia madokta, kama Mungu alimponya na akaongea, mtoeni mpeleke hodini.
wakakataa. Nikamwambia mimi ndio nimesema, imani niliyokuwa nayo ni imani ya kuponyesha, inatosha. Mkamtoa mkampeleka odini, akaenda odini, akakaa leo kesho, tukamwita daktari, akatoa mpira pai toa, akatoa kila kitu aliyokuwa nayo kwenye mwili, akakaa huru, akawa mzima, alikuwa anaona, alikuwa anakula vizuri. Baada tulipofika nyumbani, tukakaa leo kesho, akaniita akiwa amelala, dada, mbona sioni? Akawa kipofu tena. Akawa kipofu. Hebu nikuulize, siku ulikuja ukiwa kipofu, leo unaona? Niko clear, niko vizuri kabisa. Japokuwa wameongea mengi, lakini sikutazama maneno yao. Nilisema Mungu, umemwita sistangu tokea Nairobi, pia ukamwita na Simon tokea Mdarara, pia wifi yangu mke wa Simon wakasimama kwa maombi. Wakawa wanakuleta hapa. Kabla ya hapo ukaamuru, kabla ya hapo nilipokuja watu wanatoa shuhuda, sikuwa na nguvu miguuni. Kuwa na nguvu miguuni. Ukatoa neno. Wangapi walimuona siku alikuwa anabebwa? Ukatoa neno moja ukasema ndani ya siku 7. Mimi nimesema ndani ya siku 7. Ndani ya siku 7. Natamka nguvu ya miguu. Hebu niambie, siku 7 unabii umetimia? Hata haikuisha siku 7. Haikuisha siku 7. Unatembea. Ninatamka kila kitakachotamka kwenye madhabahu lazima kitimie. Mtu mmoja aseme viata. Dangu alikuwa ananishikilia mkono, kama nikwenda toilet ni yeye, kuniosha ni yeye, kunivalisha ni yeye. Lakini ilifika hatua nikamwambia dada, acha leo nitembee mwenyewe kwa nguvu yenyewe Mungu amenipa, na pia aliyemtuma babangu Elisha, nitatembea. Hakuamini, nikaenda toilet, nikarudi. Imagine kuamka asubuhi namwambia dada, mbona sioni ni nini? Nikaanda dangu akawa anashtuka, nikamwambia dada, kama ni mateso heri niende. Mateso gani? Nikanyamaza. Ndio siku nimekuja bwana kwanza. Nikakuombea tena macho yaone. Ukaniombea macho. Tumeomba upate nguvu, shetani akapiga tena macho. Akapiga macho. Tukaombea macho. Ya macho sikuwa naona hata nilifika hapa mbele nikakwambia niko na sadaka, lakini nakuona ila naona giza. Ukaniambia unaona giza, ndio ukaniombea. Nakumbuka hiyo siku sikuwa najua nguo unavaa. Ulivaa jaketi ya blue. Ulivaa jaketi ya blue? Na ulikuwa uniona? Na nilikuwa baada ya kukuombea nikaona kabisa. Macho yakaona. Kabisa. Kaanza kuniona mimi. Mpaka sasa hivi niko mpaka sasa hivi uko clear. Niko clear kabisa. Nani ametenda? Mpe Yesu makofi. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda ametenda. Siwezi tena. Nani ametenda? Sema Yesu. Tumrudishie Yesu tukufu. Ushuhuda gani tena mwanangu kwa muda? Siku nyingine hizi zinaliza kuongelelea zilipata shida kidogo, nakumbuka ni Ijumaa. Hizi maiki. Ukao unachangisha hapa, nikasema Mungu, ingekuwa niko na pesa ningemsaidia. Yaani maiki zilinisumbua hapa, mambo vilinisumbua. Nikawa napata shida kuhubiri. Ndio nikasema ningepata hela. Ningebeba. Lakini Mungu ulikuja ukao unatumia tu kwa nguvu hiyo jioni. Ukao unasema kuna mtu anaumwa kichwa upande moja, ilikuwa ni mimi. Kuna mtu anaumwa mgongo, ilikuwa ni mimi. Nimesema kuna mtu anaumwa kichwa. Nikatumia maiki kibe nasumbua hivyo. Huku moyoni nasema Mungu nisaidie nipate pesa nimbebe baba. Lakini pamoja na hayo nikaendelea kutumia maiki kinisumbua hivyo. Nikawa natabiri. Nikasema kuna mtu anaumwa kichwa upande moja na mgongo na mguu wa kushoto. Vyote vilikuwa ni vya kwako. Vyote ilikuwa ni wewe. Tokea siku ile baba hakuna maumivu yameondoka saa hiyo. Sijui kama kuna watu wananisikiliza mahali hapa. Nilipotamka kuna mtu ana shida kwenye kichwa, kwenye mguu, mgongo. Nilipotamka kwamba roho iondoke, sijakuwekea mkono. Nilikuwa naomba huko madhabahuni. Vyote vilikimbia. Vyote vilienda mpaka sasa hivi. Semani wangapi wanakuja? Sema Yesu amefanya. Utukufu na heshima zirudi kwako Yesu, na kutamkia nguvu ya ile tatizo kutorudi, na kutamkia kaongezeke, kawe mtu wa tofauti, na utukufu na heshima zirudi kwako Yesu.